Mheshimiwa Said Othman Yakub, balozi wa Tanzania nchini Ufaransa na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika UNESCO, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mabalozi ya maadhimisho ya Kiswahili katika UNESCO. Na kipekee pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Balozi Kondika Pelha, rais wa mkutano mkuu wa 43 wa UNESCO. Nitambue pia kipekee uwepo wa makatibu wakuu wakiongozwa na Bwana Gerson Msigwa, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na msemaji mkuu wa serikali. Nitambue uwepo wa viongozi wote na wafanyakazi wote wa UNESCO, wawakilishi mbalimbali wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi mbalimbali wa vyama vya Kiswahili, wana diaspora, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, pamoja na ndugu zetu wasanii ambao kwa kweli wamefanya vyema. Tukio walikuwa wanafanya wao, ila nilikuwa naogopa mimi. Awali ya yote, ninapenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika maadhimisho haya muhimu ya kimataifa yanayotuunganisha kupitia lugha yetu ya Kiswahili. Na kabla sijaendelea na hotuba yangu, niwaombe kuwasilisha kwenu, kama mnavyofahamu, katika tukio hili la leo, Mheshimiwa Rais alikuwa awe mgeni rasmi yeye mwenyewe, lakini kutokana na majukumu mengine muhimu ya kitaifa kama lilivyo jukumu hili, amenituma kuja kuwakilisha serikali na kuwakilisha nchi yetu. Katika kunituma kwake, amenituma niwaletee salamu za upendo na kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe pamoja na serikali anayoiongoza anathamini tukio la leo, anathamini mchango wa Kiswahili katika kusukuma ajenda za kimaendeleo, si tu kwa Tanzania bali Afrika na duniani kote. Na amenituma niwahakikishie kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kuweka uzito mkubwa katika kukienzi Kiswahili na kukikuza Kiswahili ili kiendelee kuwa lugha inayotimiza majukumu kama watangulizi walioongea walivyosema. Mheshimiwa Rais anatoa pongezi nyingi sana kwa UNESCO. Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO, pokea salamu hizo. Mheshimiwa Rais anakupongeza sana wewe pamoja na timu yako yote ya UNESCO kutokana na ushirikiano mkubwa unaoonyeshwa kwa nchi wanachama katika kukuza wingi lugha wa kuimarisha mwingiliano wa tamaduni katika utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Rais pia anatambua mchango wa UNESCO katika kuchagiza amani kwa nchi wanachama kupitia programu zake kuu zinazothamini utu na maendeleo katika jamii. Na haya yanaenda sambamba na falsafa yake ya kazi na utu. Kazi na utu. Kwa namna ya pekee, niendelee kumpongeza balozi wa Tanzania hapa nchini Ufaransa na mwakilishi wa kudumu katika UNESCO, ndugu yetu Said Othman Yakub, pamoja na kamati yote ya maandalizi na wadau wote ambao mmefanikisha kongamano hili. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kipekee
wewe pamoja na timu yako na wenyeji wako ambao uliwakuta hapa, mmetengeneza tukio kubwa linaloendana na hadhi ya ukubwa wa Kiswahili na uzito wa Kiswahili katika maendeleo na ustawi wa jamii ya Watanzania, wa Afrika na ulimwenguni kote. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, hongera sana Mheshimiwa Balozi, hongereni timu yote mlioandaa hii. Na kama nilivyosema pale mwanzo, ninafahamu kuwa Mheshimiwa Balozi Kondka Telha, rais wa mkutano wa 43 wa UNESCO, yupo pamoja nasi kwenye sherehe hizi za maadhimisho ya leo. Ninapenda pia kumshukuru sana Balozi Telha na kumpongeza kwa uongozi wake mahiri. Ninawapongeza washiriki wote kutoka mabara yote kwa kuendelea kuwa mabalozi wa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo imeendelea kuwa daraja la mawasiliano, urafiki, diplomasia, biashara na maendeleo duniani. Kama mnavyofahamu, ndugu washiriki, Kiswahili ni moja ya mafanikio makubwa ya ustaarabu wa Afrika. Moja ya ustaarabu wa Afrika tunaojivunia ni lugha ya Kiswahili. Kutoka mwambao wa Afrika Mashariki ambako kiliasisiwa na kukuzwa karne nyingi zilizopita, leo hii kimevuka mpaka mipaka ya bara la Afrika na kufundishwa na kutafitiwa na kutumika katika nchi nyingi duniani. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Atakuwa ama Tanzania, ama Kenya, ama Uganda, ama Rwanda, ama Burundi, ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama Sudani ya Kusini, ama majirani wengine wa Afrika Mashariki. Kwa Kiswahili sasa ni utambulisho wa wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Tunawashukuru sana UNESCO. Mheshimiwa Rais amenituma nikoleze wino, nikoleze sauti kuwashukuru sana UNESCO kwa hatua hiyo kubwa ya kutangaza tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Na ndugu washiriki, si hivyo tu, bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO kufuatia pendekezo lililopitishwa kwa kauli moja wakati wa mkutano mkuu wa 43 wa UNESCO uliofanyika Samarkand, Uzbekistan mwezi Novemba 2025. Kwa mujibu wa makadirio mbalimbali ya wataalamu wa lugha, hivi sasa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 300 hadi milioni 500 duniani. Idadi hii inaendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika elimu, katika biashara, katika vyombo vya habari,
teknolojia ya habari, mawasiliano pamoja na mitandao ya kijamii. Matumizi ya Kiswahili katika elimu, biashara, uwekezaji, utalii, sayansi, sanaa na diplomasia yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Vyuo vikuu na taasisi mbalimbali duniani vinafundisha Kiswahili kama lugha, fasihi na utamaduni wa Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa Kiswahili si mali ya Tanzania pekee, bali ni urithi wa Afrika na zawadi ya Afrika kwa dunia nzima. Leo hii tunakiri kwamba Kiswahili ni ustaarabu wa Afrika. Maana yake ni mali na zawadi kwa Afrika nzima. Ni lugha ya Kiafrika. Hatua hii inathibitisha mchango mkubwa wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, amani pamoja na maendeleo ya watu duniani. Kiswahili kinaunganisha watu, Kiswahili kinaunganisha biashara, Kiswahili kinaunganisha jamii, Kiswahili kinatambulisha jamii. Kwa ndugu washiriki, ninawapongeza sana waandaaji kwa kauli mbiu ya mwaka huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako, nirejee tena kupongeza kwa kauli mbiu hii: Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani. Kwa Kiswahili ni amani, Kiswahili ni mshikamano, Kiswahili ni uchumi kupitia hilo jukwaa la diplomasia ya uchumi duniani. Kauli mbiu hii inaonyesha nafasi muhimu ya Kiswahili katika kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya mataifa na jamii yote iliyoko katika mataifa mbalimbali. Aidha, inajidhihirisha mchango wa lugha hii katika kufungua fursa za biashara, uwekezaji, utalii na maendeleo ya kiuchumi. Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha kupata amani, inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kwenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia. Usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa. Nimearifiwa kuwa jana mmekuwa na kongamano lenye majadiliano ya kina yaliyobeba dhima ya kauli mbiu hii. Nina imani kuwa matokeo ya majadiliano hayo yatachochea tafiti mbalimbali kuhusu lugha ya Kiswahili na kuimarisha uelewa wa jamii, wazawa na wageni kuhusu lugha hii, ikiwemo historia, matumizi na uendelevu wake. Kabla ya kuingia ukumbini, nilipata fursa ya kutembelea mabanda ya maonesho
na kujionea kazi mbalimbali za sanaa, ukiwemo utamaduni, lugha, utalii na uwekezaji. Maonesho haya yanadhihirisha wazi kuwa Kiswahili kinaweza kuwa nyenzo muhimu na kibebeo muhimu cha uchumi katika kukuza biashara, kuunganisha masoko na kufungua fursa mpya za ushirikiano katika nchi za Afrika na dunia kwa ujumla. Pia nilipata wasaa wa kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa UNESCO. Nakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nikuhakikishie nitafikisha salamu ulizonipatia za kumfikishia Mheshimiwa Rais. Mimi pamoja na ujumbe wa Tanzania tutazifikisha. Tunakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nimefurahishwa sana na mipango inayolenga kukuza lugha ya Kiswahili katika safu ya kimataifa, na vile kupitia hotuba ya mkurugenzi mkuu katika maadhimisho haya ambayo wote tumesikia. Nimefarijika pia kusikia kuwa Kiswahili kimekuwa ni sehemu ya programu kadhaa za shirika la UNESCO pamoja na kuhusishwa kwenye machapisho muhimu. Hii ni hatua muhimu. Kama nchi tunakupongeza na tunashukuru sana, na tunaahidi kwamba tutaendelea kuunga mkono kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliyenituma ni kuhakikishie kuhusu hilo. Washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Sambamba na kuhakikisha kasi ya mafanikio inaongezeka na mafanikio haya yanayopatikana yamekuwa endelevu, ninapenda kutumia fursa hii kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, BAKITA, BAKIZA na wadau wa maendeleo ya Kiswahili, shirikianeni na balozi zote Tanzania katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo hapa Ufaransa. Liwe ni jambo rasmi, iwe ni programu rasmi, na iwe ni sehemu ya majukumu yetu tunayoyafanya katika maeneo yetu tunayowakilisha. Vituo hivyo viwe na majukwaa ya kufundisha lugha ya Kiswahili, kueneza utamaduni wa Kiswahili, kuimarisha diplomasia ya utamaduni na kufungua fursa za biashara, uwekezaji pamoja na utalii. Aidha, kupitia vituo hivyo, wananchi wa mataifa mbalimbali wataweza kujifunza lugha ya Kiswahili, watajifunza historia, watajifunza ustaarabu wa Waswahili, mapishi ya Kiswahili, mavazi ya asili ya Kiswahili, muziki pamoja na ushairi, fasihi pamoja na uandishi na uchapishaji wa vitabu, filamu, sanaa za maonesho pamoja na urithi mpana wa tamaduni za Kiafrika. Kiswahili kina ustaarabu wake, Kiswahili kina unyenyekevu wake, na ndio maana Tanzania kwenye wimbo wake wa taifa tunaanza kwanza kuiombea Afrika, tunaanza kwanza kumwomba Mungu aibariki Afrika, ndio tunamwomba aibariki Tanzania. Kiswahili kina uungwana wake. Kwa hiyo tuna mambo mengi tunaposema watu wajifunze ustaarabu wa Kiswahili, ustaarabu wa Kiafrika.
Jumuiya ya wanadiaspora, mahali popote mlipo duniani, hakikisheni mnabeba utambulisho, utamaduni na urithi wa Afrika kupitia Kiswahili. Diaspora, endeleeni kukitumia Kiswahili katika familia zenu, jumuiya zenu na maeneo yenu ya kazi, na kuhamasisha watoto na vijana kujifunza lugha hii adhimu. Ninatambua haya ni maelekezo sahihi ya Mheshimiwa Rais. Nimeshuhudia katika nyakati nilizowahi kupata bahati ya kuambatana naye kwenye ziara zake, moja ya jambo alilokuwa akiwaelekeza wanadiaspora ni kuwarithisha watoto wao lugha hii ambayo si tu mali ya Tanzania bali ni mali ya Afrika na ni lugha ya Afrika na inawatambulisha Waafrika. Ninyi ni sehemu ya safari ya kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya kimataifa. Wizara ya Habari na Utamaduni pamoja na wizara zingine ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Elimu pamoja na wizara zingine, pande zote za muungano, pamoja na wizara za kisekta ambazo zina ushiriki wa karibu wa mambo yanayoweza kushirikisha mataifa mengine, kuweni na mkakati wa pamoja. Nina imani kuwa jitihada zetu sote zitatuwezesha kufikia lengo hilo ambalo tutaendelea kujivunia kama lugha ya kwanza yenye asili ya Afrika kusikika kwenye majukwaa haya makubwa. Kila wakati tunapokuwa na masuala ambayo yanatukutanisha, Kiswahili na chenyewe kiwepo. Taasisi zinazosimamia maendeleo ya lugha ya Kiswahili ziendelee kuimarisha huduma za tafsiri na ukalimani kwa Kiswahili ili kuongeza matumizi ya lugha hiyo katika mikutano mikubwa na majukwaa makuu. Tunatambua katika baadhi ya majukwaa, Mheshimiwa Rais akiwa ameongea na wakuu wa majukwaa hayo, wamekubali Kiswahili kuanza kutumika. Bado zinafuatia taratibu za kuhusu upatikanaji wa tafsiri pamoja na wakalimani wa kusaidia lugha hiyo kutumika katika majukwaa hayo. Mfano, mikutano ya magavana wa Benki ya Dunia, mikutano ya magavana wa mabenki wa Shirika la Fedha Duniani pamoja na taasisi zingine ambazo kwa hatua kubwa Kiswahili kimeshafika hatua ya kutumika, lakini kinahitaji huduma hizo za ukalimani. Maadhimisho haya ya Siku ya Lugha ya Kiswahili Duniani yatumike kama fursa ya kupata wadau kwa ajili ya kushirikiana kukuza lugha ya Kiswahili kupitia ushirikiano wa kiuchumi, kiutamaduni, kielimu pamoja na ajenda ya amani duniani. Tunatambua matumizi ya Kiswahili katika sanaa, filamu, muziki, fasihi pamoja na vyombo vya habari yanaweza kutekeleza jukumu hilo. Tunaamini ushirikiano wa aina hii na wadau wengine ukishaimarishwa utatuwezesha kufanya lugha hii kama sehemu ya nyenzo na miundombinu muhimu ya kutimiza ajenda hiyo kubwa ya kidunia ya amani, mshikamano na kukuza diplomasia ya uchumi. Hiyo itasaidia nchi nyingi katika kutimiza malengo yao ya kitaifa. Nikiwa naelekea kuhitimisha, mabibi na mabwana, mustakabali wa Kiswahili uko mikononi mwetu sote. Tunapaswa kuendelea kushirikiana katika kukikuza Kiswahili, kukiendeleza na kukitumia kama chombo cha kuimarisha umoja wetu, maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kimataifa na kuhifadhi utamaduni na ustaarabu wetu. Kama nilivyosema, kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan,
ambaye amenituma nimwakilishe, na kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawashukuru wote mnaoendelea kuwa mabalozi wema wa Kiswahili duniani. Endeleeni kufanya jukumu hilo, na jukumu hilo ni kwa manufaa mapana ya dunia nzima, kwa kuwa amani ni jambo la dunia nzima, mshikamano ni jambo la dunia nzima, na uchumi kupitia jukwaa la diplomasia ya uchumi ni jambo la dunia nzima. Kama walivyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Niwarejeshe tena kwenye methali hiyo ili tuweze kupata nguvu zaidi ya kuunganisha nguvu kwa pamoja kwa ajili ya kusukuma mbele ajenda hii ya kukikuza na kukiendeleza Kiswahili. Ninaamini kuwa kwa ushirikiano wetu kwa pamoja, Kiswahili kitaendelea kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Sote tunakihitaji Kiswahili, kwani sote tunahitaji amani, sote tunahitaji mshikamano, sote tunahitaji biashara, sote tunahitaji uchumi. Kiswahili ni lugha ya upatanishi, Kiswahili ni lugha ya mshikamano, Kiswahili ni lugha ya biashara, Kiswahili ni lugha ya diplomasia ya uchumi. Kwa baada ya kuyasema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nirejee tena kukupongeza sana Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO na timu yako yote kwa hatua hii, na kukuhakikishia kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na UNESCO katika hatua zote za kukuza Kiswahili, kiendeleza Kiswahili, lakini pia katika kukuza maeneo ambayo Tanzania ina ushirikiano na UNESCO. Kwenye mazungumzo tumeongea maeneo mengine ambayo tunahitaji kuyasukuma mbele ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, ikiwemo jukwaa linalokuja la mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa huru ya Afrika ambayo yanaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo litakuwa jukwaa la kusukuma mbele Kiswahili, kukuza utamaduni wa Kiafrika pamoja na kuendeleza ajenda hizi ambazo zimebainishwa katika kauli mbiu ya leo. Kwa sasa, baada ya kuwa nimesema haya, naomba kutamka rasmi kwamba maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwa mwaka 2026 ambayo yanafanyika hapa makao makuu ya UNESCO hapa Paris, Ufaransa, yamefungwa rasmi leo tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Asanteni kwa kunisikiliza, na sasa niko tayari kwa ajenda zingine zinazofuatia. Asanteni sana. Okay. Naomba tumwongeze makofi mengi sana jamani, mgeni wetu rasmi.